uaminifu wake kwa sababu ya nguvu ambazo kwamba leo tukaweza kushiriki neno lake. Mungu ni mwaminifu ambaye ametujalia uzima, ametujalia afya. Nataka nikushukuru msikizaji mahala popote ulipo. Tunapoingia katika neno, naamini ya kwamba moyo wako na maisha yako hayatabakia vile, maana unaenda kukuzwa katika njia moja ama nyingine kwa utukufu wa jina la Baba Mungu aliye mbinguni. Tunakushukuru maana wewe ni muweza na wewe ni Alfa na Omega. Asante kwa neno hili Bwana, tunaposhiriki anza pamoja nasi hadi tamati, na tumeomba tukiamini. Asibia leo namshukuru Mungu kwa sababu yeye ni Alfa na Omega, ambaye ametujalia nafasi ili ya kwamba pia tukutanike mara nyingine. Asubuhi leo ningependa kusema kwamba neno la Mungu liko hai, neno la Mungu liko hai na linafanya kazi. Neno la Mungu liko hai asubuhi leo, na bila shaka wapendwa, neno hili linafanya kazi. Yesu yuko hapa pamoja na sisi. Yesu yuko hapa ndani yetu ili ya kwamba kuhakikisha ya kwamba ametenda yale ambayo yanayokusudiwa kuyafanya, yale ambayo anakusudia kuyatenda ndani mwetu. Asubuhi leo ningependa niseme kwamba kufanya uamuzi ambao unaelekezea jakuo ambalo ni bora. Maana uamuzi ambao tunaufanya hivi ndio ambao unaweza kutusaidia sisi kukua bora, ama sisi kukaa maisha ambayo yanayostahili na kukaa katika nafasi ambayo inayofaa. Uamuzi, wapendwa, ni jambo ambalo limekanganya watu sana. Ni jambo ambalo limekuwa na tatizo katika maisha ya wengi, ama katika hali ya mashirika, katika hali ya upendo, katika hali ya undugu, katika hali ya uhusiano. Uamuzi, na wakati mtu anafanya uamuzi lazima uwe mwangalifu. Je, ni uamuzi gani ambao unaofanya? Maana uamuzi huo unakusaidia kuwa na chaguo bora. Uamuzi huo unakusaidia wewe kuwa na chaguo bora, na katika kuwa na chaguo bora inakufanya uwe katika usalama, uwe katika amani, uwe katika ushindi, ama uwe katika uharibifu. So inategemea ni namna gani unavyofanya uamuzi wako. Asubuhi leo nataka tuingie katika kitabu cha Yeremia mlango wa 4. Nataka tusome katika Yeremia mlango wa 4 na kuanzia penyewe tuone Mungu anataka nini asubuhi leo kwa maisha yetu. Na hivi ndivyo ambavyo andiko linasoma: kama mkitaka kurudi, Israeli, asema Bwana, mtanirudia mimi. Na kama mkitaka kuyaondoa machukizo, kama ukitaka kuyaondoa machukizo yako yasiwe mbele ya macho yangu, ndipo utaondolewa. Nawe utaapa hivi, kama Bwana aishivyo, katika kweli na katika hukumu na katika haki, ndipo mataifa watakubariki, watabarikiwa na yeye, nao watajitukuza katika yeye. Mstari wa 3: maana Bwana awaambia hivi watu wa Yuda na Yerusalemu, ulimeni udongo katika konde zenu, wala msipande mbegu kati ya miba. Nao naongea kuhusu uamuzi asubuhi leo. Je, Mungu hawezi kukulazimisha kufanya kitu ambacho hautaki? Na ndiposa asubuhi leo anasema hivi, mkitaka kunirudia, Israeli, mwaweza kunirudia. Hata hivyo asubuhi leo ningependa niseme hivi, hata wewe ambao unanisikia, ukitaka kuokoka ili ya kwamba uwe salama, unaweza kuokoka. Ukitaka kupata afueni, unaweza pata afueni kulingana na ile uamuzi ambao unauchukua. Andiko linasema hivi, wapendwa, mkitaka kunirudia Israeli, mnaweza kunirudia. Kumaanisha kwamba uamuzi uko na wewe na chaguo liko na wewe. Ni nini ambacho unataka na ni wapi ambapo unataka kukua?
Ndipo tunamwona Joshua anasema na taifa la Israeli, anawaita wazee, anawaita viongozi wote, alafu anawaambia ya kwamba ni vyema muamue ni nani ambaye mtamtumikia. Ni vyema muamue ni nani ambaye mnataka kumwangalia. Kwa hivyo uamuzi uko na wewe, uamuzi uko na mimi. Je, ni vipi ambavyo ungependa kukua? Wewe ndio ambaye unaweza kuamua, na wakati unaamua lazima ufanye uchaguzi ambao ni bora. Ndiposa Mungu leo hii anasema na Yeremia, anaambia Yeremia kwamba waambie watu wangu wakitaka kunirudia ni vyema, wakitaka kunisongea ni vyema. Kwa hivyo asibia leo, wewe ambaye ni msikizaji, ambaye unanisikia asibia leo, uamuzi uko mikononi mwako. Uamuzi uko na wewe. Ni wapi ambapo ungetaka kukua? Ni wapi ambapo ungetaka wapendwa usimame? Kwa hivyo ni uamuzi ambao unahitajika, na ni mtu ambaye anahitajika kufanya uamuzi huu. Mungu anasema ya kwamba tazama, mbele yako nimeweka baraka na nimeweka laana. So ni wewe ambaye unahitaji kuchagua. Ni wewe ambaye unahitaji kuamua ni nini ambacho unahitaji asibia leo. Wapendwa, nimekuletea habari ya kwamba uamue kile ambacho unataka. Maana Mungu hakulazimishi, lakini saa imefika ya kwamba tukatengeneze njia zetu. Saa imefika ya kwamba tukakeuke. Saa imefika ya kwamba tukamrudia Bwana. Na tunapomrudia Mungu, wapendwa, yeye ni mwaminifu ambaye anatukumbatia. Yeye ni mwaminifu ambaye, wapendwa, anaweza kutuweka katika hali ambayo inayostahili. Waribifu, wapendwa, tumechipata ndani. Tumechipata katika, wapendwa, kusama. Kwa sababu gani? Tumekosa kufanya uamuzi ambao ni bora. Wakati tunamwacha Mungu, wakati tunaenda mbali na uso wa Bwana, wapendwa, hapo ndipo uharibifu unatupata. Uharibifu umetupata kwa sababu gani? Tumekataa kukaa uweponi mwa Bwana. Tunapotoka uweponi mwa Bwana, wapendwa, hapo ndipo tunachipata katika uharibifu. Mungu si muuaji, na Mungu, wapendwa, hapendi hata mmoja angamie. Mungu hapendi hata mmoja, wapendwa, wapotee. Ndipo anasema hivi, wapendwa, mkitaka kunirudia mkapone, nirudieni. Mkitaka kunirudia ili ya kwamba mkahifadhiwe, mnirudie. Asubuhi leo nimeleta habari ya uamuzi. Asubuhi leo nimeleta, wapendwa, ujumbe ambao ni wa kutengeneza njia zetu. Wapendwa, lazima asubuhi leo ufanye uamuzi ambao ni bora. Mungu anasema na taifa lake, anajambia ya kwamba maana ilifika kipindi watu hawa waliona kile ambacho Mungu alitenda. Yeye ndiye ambaye aliwaokoa katika nchi ya mateso. Ni yeye ambaye aliwapigania mbele ya maadui zao. Ni yeye ambaye aliyowafungua katika mateka ambayo walikuwa ndani. Lakini inafika kipindi watu hawa wanakeuka, wanamuacha yeye ambaye ni tumaini lao. Wanamuacha ambaye ni msaada. Wanaanza kuinamia miungu, wanaanza kutengeneza madhabahu ambayo hayafai. Ndiposa Mungu anasema ya kwamba mkitaka kunirudia, basi nirudieni mimi. Mungu, wapendwa, hakuna ambayo unaweza ukafanya kwamba ukamfanya aendelee kuitwa Mungu. Mungu atabakia kuwa ni Mungu, wapendwa. Wakati unamwabudu yeye ni Mungu, ukose kumwabudu yeye ni Mungu. So ni kwa manufaa yako, ni kwa uzuri wako, wapendwa, wakati unamwabudu yeye, wakati unamwangalia yeye. Ndiposa asubuhi leo anasema mkitaka kunirudia Israeli, asema Bwana, mtanirudia. Mkitaka kumrudia Mungu, mtamrudia. Mkitaka kumtazamia Bwana, mtamtazamia. So uamuzi ni wako. Yeye hakulazimishi. Lakini ni wewe ambaye unahitaji asubuhi leo, wapendwa, msaada. Ni wewe ambaye unahitaji kuangalia njia zako. Ni wewe ambaye unahitaji kukeuka. Watu hao waliacha njia ya utakatifu, waliacha njia ya urejesho. Ndiposa Mungu anasema hivi, mkitaka kunirudia mnirudie. Tulipokuwa watoto tulifanya kama watoto.
Tulipokuwa watoto tulicheza kama watoto, tulipokuwa watoto tulikula kama watoto, lakini saa imefika ya kwamba lazima wapendwa tukue, lazima tukomae, tusimame kwenye pengo ya kwamba tukatende kama watu ambao tunaelewa. Wapendwa, tumekosa akili. Sikati andiko linasema katika Yeremia 4:22, kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui, na watoto waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu. Tumekosa, tumepungukiwa wapendwa. Israeli ambao waliona matendo ya Bwana, Israeli ambao waliona ishara zote ambazo Mungu alifanya katika nchi ya Israeli, nchi ya Misri, walikuwa katika kufinyiliwa, walikuwa katika hali ya upendo ya kujiokoa, naye Mungu akakaja akawaokoa. Mungu akaja akawasimamia wapendwa, lakini tena wamepungukiwa, wamekosa kumwelewa, ufahamu umeondoka. Wapendwa, Biblia inasema kwamba wakati unakula vizuri, wakati wa mambo yako yako sawa, usije ukamsahau Mungu, usije ukamsahau Mungu. Na hivi ndivyo ambavyo inavyotendeka wapendwa wakati huu. Ni kizazi ambacho wapendwa, upendo wa Mungu umepungua. Ni kizazi wapendwa, ni wakati ambapo watu wamepungukiwa. Wapendwa, Mungu hayuko katika mioyo zao. Wanamtaja kwa midomo, lakini katika mioyo zao hayuko ndani. Niposa Yesu anasema, kwa nini unaniita mwalimu mwalimu, na ili hali hautendi yale ambao ni kuagizayo? Mwanafunzi ni yule ambaye anatenda maagizo ya mwalimu. Mwanafunzi ni yule ambaye anafuata maelekezo ya ambayo mwalimu anamfundisha, ama maelekezo ambayo mwalimu amempatia. Kristo ni mwalimu wetu. Wapendwa, ni juu yako ufanye uamuzi asubuhi ya leo. Uamuzi mwema unakusaidia wewe kuwa na chaguo bora. Na ndiposa Mungu anasema asubuhi leo na sisi, mkitaka kunirudia, muache maovu yenu. Mkitaka kunirudia, muache dhambi zenu. Mkitaka kunirudia wapendwa, muache zile miungu ambazo mnasiabudu za baba zenu na babu zenu. Uamuzi ni wenu. Mkitaka kunirudia, nirudieni. Yeye hakulazimishi mahali popote, lakini uamuzi ni wako. Watu ambao wapendwa walikuwa wanamjua Bwana, watu ambao waliona makuu ya Mungu. Yeye alitawanya bahari ya Shamu mbele yao, aliwapigania wakati maadui walikuwa. Ni Mungu ambaye amekusaidia miaka hii yote wapendwa, wakati ulikuwa hauna kasi wapendwa. Ni Mungu ambaye alikuwa karibu na wewe wakati ule wa marafiki walienda mbali. Ni Mungu ambaye alikusaidia wakati jamii ilikuwa imekutenga wapendwa. Ni Mungu ambaye alikusaidia. Mungu aliinua marafiki. Mungu alikutumanishia ambao ni wasaidizi wapendwa, katika njia ambayo haukuelewa. Magonjwa yalikuwa mazito, njaa ilikuwa wapendwa. Ni nani ambaye angeweza kukusaidia? Ni Mungu ambaye alihusika. Lakini leo hii wapendwa, je, umepungukiwa kiwango gani? Ufahamu umekuondoka kivipi? Ndiposa anasema asubuhi ya leo, mkitaka mtanirudia. Kwa hivyo Mungu hakulazimishi, lakini anahitaji uamuzi wako. Mungu anaangalia uamuzi wako wapendwa. Matokeo ndio ambayo anaiangalia. Fanya lile ambalo unafanya, tenda lile ambalo unatenda wapendwa asubuhi ya leo. Lakini saa imefika ya kwamba ukitaka kumtumainia Bwana wapendwa ni sawa, ukitaka kumrudia Mungu ni sawa. Uamuzi uko na wewe mwenyewe, maana wakati siku inakuja, siku ya hukumu wapendwa, hautasimama na mtu. Na hapa ndipo wapendwa kutakuwa na kulia na kusaka meno. Nafasi ambayo tuko nayo ni hii, nafasi ambayo tumepewa ni hii wapendwa. Hii ndio nafasi ambayo tumepewa. Hii ndio kipindi ambacho tumepatiwa wapendwa. Unaweza ukatengeneza mambo yako wakati uko hai. Unaweza kutengeneza maisha yako wakati uko hai. Wakati uko mzima leo hii,
wakati unapumua. Hii ndio nafasi ambayo tuko nayo, maana kuna siku ambayo inakuja hatutajiwezeshea. Kuna siku ambayo inakuja, wapendwa, hatutaweza kujipigania tena. Lakini nafasi ya kuweza kutengeneza njia zetu, nafasi ya kuweza kujiangalia ni leo hii, wapendwa. Wafanya uamuzi ambao ni bora, ili ya kwamba uwe na maisha ya tumaini, ili ya kwamba uwe na ushindi siku ya kesho. Mungu anasema kwamba siku ya leo, mkitaka kunirudia, mtanirudia. Mkitaka kunirudia, mtanirudia. Yeye hakulazimishi. Mungu hakulazimishi. Naongea asubuhi ya leo kumrudia Bwana, kufanya uamuzi wa kumrudia Bwana. Anasema katika Joshua 24:14, kama ni babu zenu, kama ni miungu zenu ambazo mtasiabudu ni sawa. Lakini Joshua anasema yeye na nyumba yake, wapendwa, amefanya uamuzi, maana ameangalia kabisa, yeye ameweza kukuwa na kushawishika, ameshawishika ya kwamba miungu haisaidii, sanamu haisaidii. Pesa, wapendwa, ni nzuri, kasi ni nzuri, wapendwa, lakini haiwezi kukununulia uzima wa milele. Haiwezi kukupatia nafasi mbele za Bwana. Haya yote ni hapa duniani, wapendwa. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa ni tajiri, akadhania kwa sababu ya mali ambayo ako nayo anaweza kusaidika, lakini Yesu akamwambia, nenda uuze vyote, wapendwa. Sijui leo wewe ni tajiri wa aina gani? Maana huenda leo wewe ni tajiri wa anasa, huenda leo wewe ni tajiri wa mauaji, huenda wewe asubuhi leo ni tajiri wa wizi, huenda leo wewe ni tajiri, wapendwa, wa uongo, huenda leo wewe ni tajiri, wapendwa, wa kiburi, huenda wewe ni tajiri, wapendwa, wa masengenyo, huenda leo asubuhi leo wewe ni tajiri, wapendwa, katika mambo ya dunia. Lakini wapendwa, heri masikini wa roho, maana wao ufalme wa mbinguni ni wao. Heri masikini wa roho, wapendwa. Kuna mtu anafika kipindi, wapendwa, unafanya uamuzi, unajinyima raha za dunia, unajinyima mambo ambayo, wapendwa, ni mazuri, ambayo inafurahisha moyo, inafurahisha mwili. Maana mwili hautaenda mahali popote, wapendwa, na mwili na roho vinashindana, mwili na roho vinashindana. Lakini wapendwa, afadhali roho ishinde kuliko mwili ishinde. Maana roho ikishinda, wewe, wapendwa, umehesabika katika ufalme wa pili. Maana kuna maisha baada ya haya. Kuna maisha, wapendwa, baada ya haya maisha. Na haya ndio ambayo tunang'ang'ania, wapendwa, kila mtu anang'ang'ania. Yes, Mungu anasema ya kwamba mkitaka kunirudia, mtanirudia. Kwa hivyo asubuhi ya leo, wapendwa, uamuzi ni wako. Je, ni wapi ambapo ungetamani kusimama? Ni wapi ambapo ungetamani kukua baada ya maisha ambayo tunayoishi? Tulipokuwa wenye dhambi, wapendwa, hatukukuwa na msaada, hatukukuwa na tumaini. Kwa sababu gani? Tulikuwa nje ya uwepo wa Bwana, tulikuwa mbali na kibali cha Bwana, tulikuwa, wapendwa, mbali na ushirika wa Mungu. Maana dhambi inakosesha, wapendwa, mwanadamu na Mungu kutengana. Dhambi inatenganisha mwanadamu na Mungu. Na haya sio ndio ambayo ni makusudi ya Bwana. Tangia uumbaji wa mbingu na nchi, Mungu alikusudia akae na mwanadamu. Mungu alikusudia kuwa na ushirika na mwanadamu. Lakini kwa sababu ya dhambi, wapendwa, iliweza kuwatawanyisha. Ninakuombea asubuhi ya leo, wapendwa, fanya uamuzi ambao unaostahili. Tengeneza njia zako, wapendwa, maana kuna saa inakuja, wapendwa, utakuwa na nafasi. Mungu akamwambia Isaya, nenda ukamwambia Hezekia atengeneze mambo ya nyumba yake, hataishi, atangamia. Mungu anamwambia Isaya, nenda ukamwambia Hezekia atengeneze mambo ya nyumba yake. Nimekuja kukwambia asubuhi ya leo, tengeneza mambo ya nyumba yako. Naongelea kuhusu moyo wako, wapendwa. Naongelea kuhusu moyo wako. Maana moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu.
Na hiyo ndio nyumba wapendwa ambayo Mungu anaiangalia. Wakati Mungu hayuko katika ndani ya nyumba yako, wakati Mungu hayuko katika maisha yako wapendwa, hapo ndipo umekaribisha uharibifu, hapo ndipo umekaribisha maafa, hapo ndipo wapendwa hautakuwa na usalama. Tusipokuwa na Mungu hatuna usalama. Yesu asipokuwa ndani mwetu wapendwa, hatuna tumaini. Na Yesu anaondoka namna gani wapendwa katika maisha yetu? Yesu anapungua namna gani katika njia zetu? Wakati tunakosa kumhusisha, wakati tunakosa kumwalika katika mipango zetu, tukaalika mawazo yetu, tukaalika nguvu zetu, tukaalika fikra zetu, hapo ndipo wapendwa uharibifu unatusongea. Hapo ndipo uharibifu unatusongea. Lakini ashukuriwe Mungu asibie leo wapendwa, katika jina la Yesu. Yeye ambaye alitupenda kwa neema yake, yeye ambaye alitupenda jinsi tulivyo, anasema hivi saa imefika ya kwamba tukitaka kumrudia, ya kwamba atupatie usalama, ya kwamba tukitaka kumrudia atupatie msamaha, ya kwamba tukitaka kumrudia ili ya kwamba atuponye. Saa ndio hii ambaye yeye anatualika, anasema mkitaka kunirudia mtanirudia tu, mkitaka kusaidika na mimi nirudieni, nitawasaidia. Asibia leo neema wapendwa tumepewa ya kuponywa, nafasi ya kuweza kusimama tena tumepatiwa wapendwa. Asibia leo anasema hivi, maana Bwana awaambia hivi watu wa Yuda na Yerusalemu, limeni udongo katika ponde zenu. Nataka niongee kuhusu maana ya kulima udongo ni nini. Maana hatuwezi tukamrudia Mungu wapendwa kwa hali ya nje. Lazima tumrudie Mungu kwa hali ya ndani ya mioyo zetu. Sadaka na dhabihu ambayo Mungu anaiangalia, Mungu anaangalia moyo ambao umepondeka, moyo ambao umevunjika. Hiyo ndio sadaka ambayo Mungu anahitaji katika maisha ya mwanadamu. Mungu anahitaji moyo wako sana. Anasema limeni udongo katika konde zenu, wala msipande mbegu kati ya miba. Wapendwa, tumepanda mbegu katika miba. Uamuzi ni wako wapendwa. Maana mtu akitaka kupanda lazima alime. Mtu akitaka kupanda lazima aliandae shamba lake. Wapendwa, mioyo zetu ndio shamba. Moyo wako ndio shamba asibia leo. Na huu moyo ndio ambao Mungu anazungumzia ya kwamba tukamrudia yeye. Hatuwezi tukamrudia wapendwa. Neno la Mungu ama Mungu hawezi akakaa ndani yetu wakati tumejawa na vitina, wakati tumejaa na wizi, wakati tumejaa na masengenyo, tumejawa na anasa, tumejawa na mauaji, tumewapendwa miguu yetu inakimbilia dhambi, inakimbilia maovu. Mungu hawezi akakaa ndani yetu. Niposa asibia leo anasema ya kwamba mkitaka kunirudia, yani kwa njia nyingine, mkitaka kujiosha, mkitaka kujisafisha. Tunaweza kujisafisha namna gani wapendwa? Ni neno la Mungu ndilo ambalo linatusafisha. Ni neno la Mungu ndilo ambalo linatutakaza. Ni neno la Mungu ndilo ambalo linatufanya sisi kuwa safi kupitia damu ya mwana kondoo. Anasema katika Yohana 17:17, Baba, watakaze kwa neno lako, maana neno lako ni kweli. Neno la Mungu wapendwa ndilo ambalo linatuweza kututakaza. Neno la Mungu ndilo ambalo linaweza kutuosha. Neno la Mungu ndilo ambalo linaweza kutufanya sisi tuwe safi. Unaweza ukaoga kwa maji wapendwa, lakini usiwe msafi katika moyo wako. Lakini damu ya mwana kondoo ambayo inaosha, ni damu ya Yesu ambayo inatakaza, ni damu ya Yesu ambayo inasafisha. Anasema nirudieni. Keuka wapendwa. Kukeuka ni kutubu wapendwa. Kulima ni kutubu. Kulima wapendwa ni kumwambia Baba, nisamee maovu yangu. Kukeuka, kutubu, kulima wapendwa ni kumwambia Bwana, mimi sistahili, nimetembea katika njia ambazo hazifai, nimenena katika mwenendo ambao haustahili. Asubuhi leo niko na habari njema kwako ya kwamba fanya uamuzi wapendwa. Kama ni kumrudia Mungu, kamrudia Bwana.
Kama ni kumwambia baba akusamee, wapendwa, upokee msamaha. Lima shamba lako tena, mlime udongo wenu. Wapendwa, moyo wetu ni shamba, moyo wetu ni udongo, wapendwa, ambao Mungu anasamea. Sijui nini ambao umepanda katika moyo wako. Wengi wamelima, hawachalima mashamba yao na wanapanda mbegu, wapendwa. Mbegu, neno la Mungu halipandwi mahali ambapo hapachaandaliwa. Neno la Mungu, wapendwa, ni mbegu ambayo inahitaji udongo ambao umetengenezwa, shamba ambalo limeandaliwa, moyo ambao umependwa, umevunjika, moyo ambao umekubali kuzingatia masharti na maagizo ya Baba. Heri mtu yule ambaye hakuona katika shirika la wasio haki, wala hakukaa katika kikundi ama kikao cha wenye mizaa. Asubuhi leo anasema kwamba ambia watu wangu wakalime shamba lao, wakalime udongo wao. Na wakati wanalima udongo zao, wakati wanaandaa mioyo zao, wapendwa, ruhusu Mungu mwenyewe akushughulikie. Ruhusu Baba akupande, ruhusu Mungu apande mbegu njema katika maisha yako. Ruhusu Mungu apande mbegu ambayo inastahili. Wapendwa, wakati tumelima shamba, kuna uwezekano tunalima na wakati wa kupanda, wapendwa, tunapanda kitu ambacho hakistahili. Ndiposa anasema mkilima, wala msipande mbegu kati ya miiba. Mioyo zetu zimejaa chuki. Hiyo ndio miiba. Wakati tunasikia neno la Bwana, wakati tunasikia neno la tumaini, je, neno hili, wapendwa, linaingia, linakaa mahali gani? Neno hili wakati limeingia, wapendwa, Mungu anasema hivi asubuhi ya leo. Mungu anasema hivi asubuhi ya leo, tulime udongo wetu katika mioyo, katika konde zetu. Wakati tumelima, wapendwa, tumeandaa mioyo zetu, tusipande mbegu katika miba. Je, mioyo zetu zimeandaliwa kivipi? Wewe umeandaa moyo wako kivipi? Leo hii Mungu anasema tukamrudia yeye. Kumrudia Mungu, wapendwa, tunamrudia kwa kunyenyekea. Kumrudia Mungu, wapendwa, tunamrudia Mungu wakati tunakubali makosa yetu na tunalingana neno lake, tunakubaliana neno lake. Basi yeye ni mwaminifu ambaye anasema yeye ataweza kupanda mbegu ndani mwetu, mbegu ya upendo, wapendwa. Tunapokubali kuandaa mioyo zetu, tumelima mioyo zetu, wapendwa. Moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu. Nani ambaye anaweza akauponya moyo huu? Moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu. Tumekosa ufahamu na tumekosa kumwelewa Mungu, wapendwa. Lakini asubuhi leo nataka nikwambie kwamba Mungu ni upendo. Nataka nikwambie asubuhi leo Mungu ni msamaha. Mungu ndiye uzima, wapendwa. Anasema siku za mwisho watu upendo utapungua, kumaanisha Kristo hata kuwa katika mioyo zao. Na ndiposa anasema asubuhi leo ya kwamba tukitaka kumrudia, tumrudie yeye. Yeye hayuko mbali. Tukitaka kumrudia, tumrudie. Tukitaka kumwangalia yeye, tumwangalie yeye. Maana yeye, wapendwa, hapungukiwi wala hauwezi ukamwongeza chochote. Mungu bado yeye ni Mungu. Hata pasipo wewe kumwabudu, yeye bado ni Mungu. Lakini kwa manufaa yako, ni kwa uzuri wako wewe kumwabudu Bwana. Na hatuwezi tukamwabudu Bwana katika njia ambayo inayofaa, ili hali sisi wenyewe ni watenda dhambi. Hatuwezi tukamwabudu Bwana, wapendwa, ili hali sisi ni wasingiziaji. Andiko la Mungu nasema katika Methali 6:16, kuna mambo 6 ambayo ni machukizo mbele ya Bwana. Naam, yako 7. Kuna mambo 6 ambayo Mungu hayapendi, na yako 7 ambayo ni machukizo: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, mikono, wapendwa, imwakayo damu, miguu ikimbiliayo uovu, moyo wa kusingizia. Haya mambo ndio ambayo Mungu anasema asubuhi leo tukiyaacha, wapendwa, tukayaweka kando, tukamrudia yeye. Yeye ni mwaminifu. Anasema katika kitabu cha Zaburi
Wacha nisome Zaburi tunapoelekea kumaliza asubuhi ya leo. Naye Mungu ni mwaminifu ambaye atatenda mema. Zaburi mlango wa 51 mstari wake wa 17. Zaburi 51 mstari wa neno la Mungu linasema hivi: dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu hawezi akadharau hiyo. Kama kuna sadaka ambayo Mungu anaiangalia asubuhi ya leo, kama kuna kitu ambacho Mungu anakidhamini asubuhi ya leo, wapendwa, Mungu anahitaji moyo ambao umevunjika. Moyo ambao umevunjika, wapendwa, ni moyo ambao, wapendwa, umetubu, moyo ambao umekubali ya kwamba Yesu akautengeneza. Ni shamba ambalo limelimwa vizuri, ni shamba ambalo limeandaliwa vizuri. Hiyo ndio ambayo Mungu anahitaji kwa mwanadamu. Mkitaka kulirudia, wapendwa, unaweza ukatoa sadaka zako, unaweza ukatoa fungu zako, wapendwa, lakini kama hauna moyo wa kuvunjika, kama hauna roho ya kuvunjika, ni kazi bure mbele za Bwana. Maana wakati umevunjika moyo, unatenda masharti, maagizo yake, neno la Mungu linakaa ndani mwako kwa wingi, kama vile alivyomwambia Joshua, na hili neno la Torati lisitoke kinywani mwako. Asubuhi leo Mungu anakupenda na Mungu ako na haja na wewe. Je, nani ambaye ungependa kumrudia asubuhi leo? Ni nani ambaye ungependa kumtazama asubuhi leo? Andiko la Mungu linasema hivi: mkitaka kunirudia, nirudieni. Mungu hakulazimisha kumrudia, lakini anasema asubuhi ya leo, mkitaka kunirudia mimi Mungu wenu, munirudie. Wewe ambaye uko na uamuzi, wapendwa, chaguo ni lako. Chaguo ni lako. Kama unataka baraka ni sawa, kama unataka uzima ni sawa, uamuzi ni wako. Ni wapi ambapo utaenda ya kwamba ukapate rehema hii? Ni wapi utaenda ya kwamba ukapate tumaini hili? Ni wapi utaenda? Na ndiposa anasema asubuhi leo, mkitaka kunirudia, munirudie. Hata wewe asubuhi leo ambao unasikia, wapendwa, haujaokoka, umeishi maisha ambayo haiko mazuri, njia zako, wapendwa, zimepinda. Asubuhi leo nataka tunikwambia ya kwamba fanya uamuzi ambao ni mzuri. Nani ambaye anaweza kukuokoa mchana wa leo? Nani ambaye anaweza kukujenga asubuhi leo? Je, nani ambaye anaweza, wapendwa, kukuinua kiwango kingine? Mungu anasema asubuhi leo katika maisha yetu, mkitaka kunirudia, nirudieni. Mkitaka kunirudia, munirudie. Hakulazimishi. Wapendwa, Mungu hayuko mbali na sisi. Mungu ako karibu sana na sisi. Uamuzi ni wako. Je, ni wapi ambapo ungetamani kusimama? Ni wapi ambapo ungetamani wewe kukua? Asubuhi leo Baba anatupenda. Ndio manake anasema kwamba yeye sadaka ambayo anaiangalia ni moyo ambao umepondeka, moyo ambao umevunjika. Tulikuwa wapendwa, tumepotea, lakini yeye anahitaji moyo ambao umekamilika. Kumrudia Bwana, wapendwa, ni kwa moyo ambao umevunjika, kwa matendo yetu na kutii maagizo yake na kuzingatia maelekezo yake. Tunapofanya hiyo, wapendwa, tuko katika nafasi ya kuweza kupona. Uharibifu umetupata, maangamio yametupata, tumeanguka wapendwa, tumeshipata katika hali nzito kwa sababu tulitoka katika uwepo wa Bwana. Lakini asubuhi leo Mungu akusaidie ya kwamba ufanye uamuzi ambao ni bora, ili tunapomrudia yeye ni mwaminifu atakayetusaidia. Ujumbe wangu asubuhi leo ni kumrudia Bwana. Fanya uamuzi ambao ni bora. Ukitaka kumrudia Mungu, umrudie, maana utapona ukiwa katika hema lake. Utapona ukiwa katika weponi mwake. Wewe ambaye haujaokoka asubuhi leo, umeishi maisha ambayo hayako sawa,
ningependa ufanye uamuzi huu ya kwamba mkimbilie Bwana. Ruhusu Kristo katika maisha yako. Ruhusu Kristo katika njia zako. Rudia maombi haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako mimi mwenye dhambi. Osha matendo yangu. Osha mapito yangu. Natamani nikujue. Natamani nikuelewe. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kwa Yesu Kristo, kwa moyo nimeamini, kwa kinywa nakiri wewe ni Bwana, na nimeokoka na kuamini. Nataka tuombe pamoja na wewe ambao umefanya ombi hili asubuhi ya leo, na Bwana akubariki. Baba Mungu, tunakushukuru, neno lako liko hai. Neno lako linatenda kazi. Maana wewe uko hapa pamoja na sisi na uko ndani mwetu. Unatamani kukaa ndani yetu, kukuwa na ushirika Bwana. Lakini kwa ajili ya dhambi ambayo imetutenganisha na uso wako, Baba, tunatubu asubuhi ya leo. Ni wewe ambaye peke yake ni ukombozi wetu. Wewe ndio njia yetu. Wewe ndio amani yetu. Yule msikilizaji Bwana, mkuze maisha yake. Mazito anayopitia Bwana, kuanzia leo neema yako ikakuwe juu yake. Bariki Bwana njia zake, imarisha matendo yake kwa utukufu wa jina lako. Mpe mchungaji anayefundisha neno la kweli asubuhi ya leo, ili akalelewe katika njia inayopaswa. Kwa Yesu Kristo tumeamini na kuomba. Naweza pigia Bwana Yesu makofi popote ulipo katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki na Mungu akutende mema. Majina yangu ni mchungaji Enoch Wanjala, na neno litaendelea. Nambari ya simu ni 07-352-172. Mungu awabariki na Mungu awabariki.